Thank you, Jesus. Ramashandelelele. Olama kozeketele boyandara baba. Moyo wangu, sifa zote mpe Bwana. Moyo wangu, sifa zote mpe Bwana. Sikujua naelewa, Baba yangu umetenda sifa zote. Thank you so much, my viewers, wherever you are watching me from. Thank you for tuning in. Please invite your friends on this live broadcast. And it is my prayer that God is going to bless you. Moyo wangu upatie sifa Bwana. Ni wimbo umeimbwa na mtumishi wa Mungu Apostle Dr. James Maina Ng'ang'a. Wimbo wa baraka kabisa. God bless you so much as you are coming in for this wonderful time. It is my prayer that God is going to bless you. God is going to heal you. God is going to set you free. This is your time. The hour of divine encounter is now. God bless you so much. Moyo wangu umpe sifa Bwana. Wimbo wa baraka kabisa siku ya leo. Mungu akubariki unapojiunga nasi tafadhali. Share this live broadcast to be a blessing to somebody. And it is my prayer that God is going to bless you. Amen and amen. Father, we bless you and we give you honor and glory for this wonderful time that God you have given us. Oh my God. Thank you my Father. Baba, tunasema ni asante. Siku ya leo tunaomba ukapate kutusaidia na ukapate kutuhudumia kwa njia ya kipekee. Kumbuka mtazamaji wangu ambaye amejiunga nami siku ya leo. Ombi langu ni kwamba Mungu ukamtembelee kwa njia ya kipekee. Mafuta na neema yako ikapate kumfikia katika jina la Yesu. Asante kwa kipengele cha madakika ambao kiko mbele yangu. Ninapoleta ujumbe na baraka zako kwa watu wako Bwana. Naomba ukapate kutubariki na kutusaidia. Neema yako ikatutoshe. Katika jina la Yesu tumeomba na tumeamini. Mtu mmoja aseme amen. Asante kwa kujumuika nasi katika wakati kama huu. Patia madakika tu ya kuhesabu kabisa. Nilete ujumbe ambao Bwana ameweka ndani ya moyo wangu. Hii message imekuwa ikichoma sana ndani ya moyo wangu. Mungu akiniambia niachilie, maana kunaye mtu ambaye anaenda kusaidika na ujumbe wa siku ya leo. Kwa hivyo Mungu akubariki sana unapojiunga nasi. Na kwa madakika kwa sababu nataka kuongea kuhusu ending the drought. Ama ending the drought you have been experiencing. This is the time the Lord has purposed to end every drought in your life. Ni wakati Mungu ambao amekuwa ameuandaa kabisa kumaliza kila ukame katika maisha yako. Sijui unapitia drought ya aina gani, lakini ninajua ya kwamba Mungu atazima ama atasimamisha kiangazi katika maisha yako. Kuna wengine wanapitia drought, financial droughts. Kuna wengine wanapitia marital droughts. Kuna wengine wanapitia wamehangaika, wanapitia njangwa fulani ya kimaisha.
Na nataka uelewe ya kwamba kila wakati Mungu huwa anatafuta mlango wa kuescape kwa watu wake. Maana Mungu hakuangi amepanga, haikuangi ni mpango wa Mungu watu wa Mungu waangamie na watu wasiomjua Mungu. Sikiza vizuri. Watu wa Mungu anakuanga amewawekea mlango, inaitangwa back door, mlango wa kuchomokea. Mungu hana mpango wote wa watu wa Mungu wapate kufinyiliwa na kuteseka kama wala watu wengine. Mungu anakuanga all the time amepanga mlango wa kuchomokea. Kwa hivyo ninaposema ya kwamba siku ya leo kiangazi lazima ikwishe, lazima Mungu awe ameandaa mlango wako wa kutoka. Mambo yale watu wanapitia hayatakoma, mambo mengine yataendelea kuweko tu dunia hii. Ndio Biblia inasema vizuri, hakuna jambo jipya. Yale mambo unayoyaona dunia hii yamekuweko, na kumekuwa na watu ambao wali-escape yale mambo. Mambo ambayo unaona yanakabili watu, yanakabili ndoa za watu, yanakabili afya za watu, yanakabili huduma za watu, yanakabili biashara za watu, yanakabili inji, inakabili career za watu. Hii mambo si mageni, yamekuweko tangu miaka ya kitambo. Biblia inasema hakuna jambo jipya. Mambo haya yote unayaona yamekuweko katika dunia hii. Lakini Mungu ameprovide an escape door. Kulikuwa hii si pandemic ya kwanza kuweko. Kulikuwa na pandemic nyingi sana katika Biblia. Hata wakati wana wa Israeli walikuwa kule Misri, there was a pandemic there. Kulikuwa na mambo mengi sana yalikuwa yanatukia katika wakati ule. Lakini kulikuwa na a solution. Mungu angojei ama is not the plan of God for the kingdom of Zion, for children of Zion wateseke kama wale watu wengine. All the time kuna mlango wa kutoka. Na leo nimekuja kutangaza ya kwamba janga lolote ambao umekuwa ukipitia inaenda kuisha katika jina la Yesu. Every drought ambao umekuwa experience, it is coming to an end today in Jesus name. Somebody say amen. Wacha tuende pamoja, tuandamane moja kwa moja katika Biblia, kitabu kile cha 1 Kings 17 verse 8. 1 Kings 17 verse 8. 1 Kings 17 verse 8 kuteremka mpaka 21. Inasema hivi. Then the Lord said to Elijah, "Go and live in the village of Zarephath, near the city of Sidon. I have instructed a widow there to feed you." So he went to Zarephath. As he arrived at the gates of the village, he saw a widow gathering sticks, and he asked her, "Would you please bring me a little water in a cup?" As she was going to get it, he called her, "Bring me a bite of bread too." Verse 12. But she said, "I swear by the Lord your God that I don't have a single piece of bread in the house, and I have only a handful of flour left in the jar and a little cooking oil in the bottom of the jar. I was just gathering few sticks to cook this last meal, and then my sons and I will die." Verse 13. But Elijah said to her, "Don't be afraid. Go ahead and do just what you have said, but make a little bread for me first. Then use what is left to prepare a meal for yourself and the son. For this is what the Lord said, the God of Israel says, there will always be a flour and olive oil left in your container until the time when the Lord sends rain and the crops grows again." Verse 15. So she did as Elijah said, and she and Elijah and her family continued to eat for many days. There was always enough flour and olive oil left in the containers, just as the Lord promised through Elijah. Biblia inatupeleka wakati huko Israeli kulikuwa na kiangazi, na kiangazi ile it was a great calamity, a great drought, na kulikuwa kumekosekana mvua kwa miaka kadhaa ya kuhesabu,
Na kwa hivyo watu walikuwa wanateseka sana pale Israeli, na watu walikuwa wanakufa kwa sababu ya kiangazi. Na mtumishi wa Mungu alikuwa pale pia, anaitwa Nabii Elijah. Na kwa hivyo Mungu akamtuma Elijah kwa mwanamke ambaye anaitwa Mzerafathi katika nchi ya Sidoni. Nisikize vizuri tu, maana leo lazima jangwa ambao unapitia ni lazima ikwishe katika jina la Yesu. Kuteseka kwako ni lazima kukwishe katika jina la Yesu. Kuhangaika kwako ni lazima ikwishe leo katika jina la Yesu. Kwa hivyo Mungu akamtuma Elijah aende mahali panaitwa Zarefathi, kwa mwanamke mmoja ambaye alikuwa ni mjane, mume wake alikuwa shafariki. Na kwa hivyo Elijah alipoenda pale akamkuta yule mwanamke pale, na akamwangiza yule mwanamke ya kwamba apate kumtengenezea mkate. Na yule mwanamke naye akamjibu vizuri kabisa, akamwambia akamwambia hana chochote yako nacho saa hii, alikuwa anajiandaa tu kukula na akufe pamoja na mtoto wake. Kumbuka naongea kuhusu how to come out of a drought. Kwa hivyo yule mama Elijah akamwambia vizuri kabisa, akamwambia nitengenezee mkate nikule. Na hivi ndivyo Mungu anasema ya kwamba hiyo mafuta yako na hiyo unga yako haitakwisha, itaendelea kuwepo mpaka kiangazi ikwishe. Angalia vile mtumishi wa Mungu anampatia maagizo kulingana vile Mungu amemnenea. Kumbuka ni wakati wa kiangazi kizito sana pale Israeli. Na Mungu anamuandaa mtumishi wake kwa ajili ya kumnenea mwanamke mmoja ambaye ni mjane, Mzerafathi pale nchi ya Sidoni. Mungu hata hakumtuma Elijah kwa Muisraeli mwenzake, maana a Sidonian was not an Israelite. Na Mungu akamtuma kwa huyo mwanamke, na Mungu akamnenea vizuri Elijah, akamwambia zungumza na huyo mama na umwambie akutengenezee mkate ukule, nayo njaa haitaonekana kwa nyumba yake. Tumoja aseme amina. Na kwa hivyo yule mwanamke akatii na akaenda akatengeneza mkate, na kwa kweli kulingana na maneno ya mtumishi wa Mungu, mkate wa kwanza akamletea mtumishi wa Mungu. Maana kuna njia za Mungu kumaliza ukame katika maisha yako. Na maandiko inasema ya kwamba alipokula unga haikukauka tena katika nyumba ya yule mwanamke mjane. Na Biblia nimefurahia sana scripture ambayo hapo nimekuwa sijawahi notice ama sijawahi iona, licha ya kwamba nimekuwa nikisoma hapo sana. Biblia inasema kabisa ya kwamba hiyo miaka hiyo, wakati huo wote ambao mafuta yaliendelea kupatikana na unga iliendelea kupatikana, yule mwanamke bado aliendelea kukula na nabii. Maana aliangalia kitendo cha kwanza akaona, for the first time nilipopeana mkate mafuta haikuisha na unga haikuisha. Na kwa hivyo kupitia ile mlango Biblia inasema kabisa yule mwanamke aliendelea kuishi a life of abundance. Licha ya kwamba wale wengine walikuwa wanateseka. Ilikuwa ni njaa kubwa sana. It was a great calamity. Watu walikuwa wanakula watoto huko wakati huo. It was a big disaster in Israel. Lakini kwa sababu ya yule mwanamke kusikia sauti ya Bwana na kumlisha nabii mkate, unga haikuisha na mafuta haikuisha. Nataka nitangazie mtu wakati kama wa leo ya kwamba unga wako hautakwisha na mafuta yako haitakwisha katika jina la Yesu. Yule mwanamke aliendelea kunona wakati wale wengine waliendelea kukonda, na ni kwa sababu ya kwamba alimpatia nabii mkate wa kwanza. Na maandiko inasema ya kwamba na licha ya vile mafuta yaliendelea kupatikana na unga iliendelea kupatikana, hakujiwekea disconnect between herself and the prophet. Aliendelea kupika mkate na kumpatia nabii, nayo mafuta yaliendelea kupatikana na unga uliendelea kupatikana. Licha ya kwamba mvua haikunyesha wakati huo, lakini Mungu aliprovidea yule mwanamke.
Na nimekuja kutangazia mtu siku ya leo ya kwamba God is going to provide for you miraculously in the name of Jesus. God is going to provide for you miraculously in the name of Jesus. Somebody say amen. Hallelujah to the Lamb of God. Oh my God. Verse 14. For this is what the Lord God of Israel says. There will always be flour and olive oil left in the container until the time when the Lord sends rains and the crops grow again. So she did as Elijah said, and she and Elijah and her family continued to eat. Hallelujah. For many days. Yeye na nyumba yake pamoja na Elijah waliendelea kukula pamoja. Kuna principle nataka uishike vizuri, mtu wa Mungu, ya kwamba mahali ambapo Mungu amekupatia msaada, don't disconnect with it. Don't disconnect with the source, because when you disconnect with the source, you are going to experience drought again. Maandiko inasema vizuri kabisa ya kwamba yule mama aliendelea kukula na Elijah, na kwa hakika kulingana na neno la nabii Elijah, unga haikuisha na mafuta haikuisha. Nimetumwa na Bwana nikutangazie ya kwamba siku ya leo kiangazi ambacho unakiona katika maisha yako itaenda kukoma kabisa. Sijui unapitia hali ngumu ya aina gani katika maisha yako, sijui umeteseka, sijui ni unapitia hali gani ya maisha yako, lakini Mungu anaenda kukuondolea hiyo hali, kama vile alimtembelea mwanamke Mserafathi katika nchi ya Sidoni wakati wa Elijah. In the name of Jesus. Some say hallelujah. Wacha twende moja kwa moja katika kitabu kile cha Luka. Nasema leo kiangazi lazima itakwisha. Leo lazima Mungu akutengenezee njia. Hautateseka kama watu wasiomjua Mungu. Haturuhusiwi kuteseka kama wale watu wasiomjua Mungu. Basi kwa nini tumtumikie Mungu kama tutaendelea kuteseka kama wale watu wasiomjua Mungu? Kunalo njia Mungu ameandaa, na ile njia ni la kukusaidia na ni la kuunganisha wewe na muujiza wa Bwana. Wakati mambo yamechacha na milango imefungika, Mungu anatafuta mlango, na ule mlango ni wa muujiza. Na mtu wa Mungu nisikize vizuri ya kwamba Mungu si mapenzi ya Mungu aone watoto wake wakiteseka kama watu wasiomjua Mungu. Kitabu kile cha Luka mtakatifu 10 verse 5 to 12. When you enter someone home, huyu ni Yesu alikuwa anaongea na wanafunzi wake, na alikuwa anawatuma kwa nyumba za watu wa Israeli. Kwa hivyo akawapatia maagizo jinsi miujiza itatoka kwa haraka na kuungana na watu wa Mungu. Nisikize vizuri. Kitabu kile cha Luka 10 verse 5. Whenever you enter to someone else, first say, may God peace be on this house. Mungu, Yesu anawaelekeza watumishi, wanafunzi wake ambao baadaye wamekuwa mitume, akawaambia mtakapoenda kwa nyumba na mkaribishwe, kitu ya kwanza tamkeni amani katika ile nyumba. Kwa hivyo in other words, kama mtumishi wa Mungu atakaribishwa mahali fulani, kuna amani itakosekana. Kwa hivyo kutaendelea kuwa na kiangazi fulani katika boma ya ule mtu ama katika maisha ya ule mtu. Yesu akawaambia vizuri, mtakapoenda katika boma za wale watu na mkaribishwe, jambo la kwanza tamkeni amani. Maana Yesu alijua ya kwamba kuna uwezekano watu wawe wamekosa amani. Amani ya kifedha, amani ya maisha, amani ya kiindoa, amani ya kihuduma. Watu wanasumbuliwa na vitu nyingi. Kwa hivyo akawaambia kwamba mtakapofika nyumba ya mtu na mkaribishwe, wale watu wafungue mioyo yao. Jambo la kwanza la kufanya, tamkeni amani katika maisha yao. Na kwa hivyo unaponisikiza, sijui unanipata ukiwa wapi, mimi ninatamka amani katika maisha yako. Ninatamka amani katika biashara yako. Ninatamka amani katika nyumba yako, katika watoto wako, katika familia yako. Kujiunganisha na mimi siku ya leo sio jambo la kawaida. Bwana amenituma na ujumbe nikapate kutangaza amani katika maisha yako. Wacha nikuambie, kiangazi, jangwa ambao unapitia siku ya leo
inaenda kukoma siku ya leo katika jina la Yesu. Ni lazima maisha ibadilike. Mafuta haya ambayo yanakunenea ina uwezo wa kubadilisha maisha yako kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo Yesu akawaambia, mtakapofika nyumba na mkaribishwe, jambo la kwanza kufanya, tamkeni amani. Kutamka amani ni kufanya nini? Ni kuunganisha ile nyumba na baraka za Bwana. Ni kuunganisha ile nyumba na unabii. Ni kuunganisha ile nyumba na miujiza ya Bwana. Mtakapofika nyumba ya mtu yeyote na mkaribishwe, jambo la kwanza, tamkeni amani. Rakushapriana mazika talima lekushinda rima kazika taya mande rekuta lamianda mazaka tandi mazia antarimasha. Nimetumwa na Bwana nikutangazie amani. Nimetumwa na Bwana. Amani ya Bwana inaleta uponyaji. Magonjwa ni lazima yatoke kwa mwili wako saa hii. Kifungo ni lazima ikome, lazima ivunjike katika maisha yako saa hii katika jina la Yesu. Amani ya Bwana ikija, mashetani utoka, laana utoka, kisirani utoka. Na Yesu akawaambia, mtakapofika nyumba ya mtu yeyote na mkaribishwe. Maana wale wanaomkaribisha, ukikaribisha mtu wa Mungu, unakaribisha yule Mungu amebeba. Ukikaribisha mtu wa Mungu katika maisha yako, umekaribisha zile baraka amebeba. Ukikaribisha mtu wa Mungu katika anga yako, umekaribisha yule mtu na miujiza yake. Wacha nikuambie, kunao watumishi wa Mungu wamepatiwa funguo za kufungua maisha yako. Na ndio Yesu alisema vizuri kabisa, kila mtafungua hapa duniani kitafunguliwa mbinguni. Kwa hivyo kunao watu wa Mungu wamepatiwa neema, wamepatiwa upako. Na Yesu ndio anazungumza juu yao. Anasema watakapokaribishwa. Yesu akasema mtakapopokelewa, jambo la kwanza tamkeni amani. Na siku ya leo ninatangaza amani katika biashara yako. Ninatangaza amani, uponyaji ambao unakuja na amani, una manifest katika mwili wako saa hii. Chochote kilikunyima amani, ninakilaani na mizizi yake. Ninakilaani na mizizi yake. Chochote kilikunyima amani, kinakuachilia siku ya leo. Madeni, roho ya madeni inakuachilia siku ya leo. Kama unaamini sema, mtu wa Mungu, ninapokea in Jesus name. Verse 5. Luke 10 verse 5. Rakushayanda labakuta. Whenever you enter someone else, first say, may God peace be on this house. If those who live there are peaceful, the blessing will stand. If they are not, the blessing will return to you. Yesu akawaambia, mkimaliza kusema amani kwa ile nyumba, kama wale watu wa ile nyumba ni wapenda amani, baraka za Bwana zitakuja juu yao. Na kama wale watu ambao watakusikiza sio wapenda amani, basi zile baraka sitarudi tena, siingie kwa mfuko yako, singojee nyumba ingine. Kuna watu wanakosanga baraka namna hiyo, maana wao sio watu wa kupokea baraka za Mungu. Hawana anga ya kupokea mafuta, hawana anga ya kupokea watu wa Mungu, hawana anga ya kupokea habari njema. Yesu akawaambia, kama mtaingia nyumba ya mtu fulani na ule mtu apendi amani, basi mtakaposema amani kuwe na yeye na a reject, basi chukweni zile baraka. Sitarudi tena, sitakaa hapo kwa mfuko yako, sitangojea nyumba ingine. Leo ninakuombea katika jina la Yesu. Accept this anointing. Accept this anointing. Accept this grace. Accept this grace. Pokea hii mafuta ikabadilishe maisha yako. Sikia verse 7 vile inasema, don't move. If those who live there are peaceful, the blessing will stand. If they are not, the blessing will return to you. Verse 7, don't move around from home to home. Stay in one place. Eat and drink what they provide. Don't hesitate to accept hospitality, because those who work deserve their pay. Yesu akarudi tena akamwambia, basi ile boma, utakapofika hiyo boma, msitembee kila mahali.
mkae kwa huyo mtu amewapokea. Wacha nikwambie, kuna mtu ametumwa, kuna mtu wa Mungu, sio watu wote, lakini kunaye mtu wa Mungu ametumwa na all solutions of your life. Na Yesu akawaambia yule mtu akiwapokea, don't move from one house to another house, stay in that house. Kaeni hapo mpaka ile baraka siko ndani yenu si manifest kwa watu. Na Yesu akasema vizuri, wale watu wa ile boma basi na wawapatie chakula na pia wawapatie hospitality. Yesu akasema don't hesitate to receive hospitality from the home that has received you. Am I communicating to somebody? Are you here somebody? Kwa hivyo Yesu akasema, akawaambia ukifika kwa hiyo nyumba, mkimaliza kupokelewa, tamkeni baraka. Mtakapo tamka baraka, mungoje muepatiwe chakula. Kuleni kile mtapatiwa. Ukisoma hapo chini is very powerful. Inasema basi muitisheni wagonjwa. Muitisheni wagonjwa na muwaponye. Verse 8. If you enter a town and they welcome you, eat whatever is set before you. Heal the sick and tell them the kingdom of God is near. Heal the sick. Angalia jinsi ya flowing of healing vile inafanya. It's not first that somebody prays for you and then you receive him later. No. Anasema kwanza mtakapofika hiyo mji, mukule chakula ile mtapatiwa. Alafu muulize kama kunao wagonjwa na muwaponye. Na muambie ya kwamba na ufalme wa Mungu uko karibu. Na let me tell you, ufalme wa Mungu ukimaliza kuingia kwa mtu, nguvu za Mungu zimefika. Miujiza ya Mungu imefika. Baraka za Mungu zimefika. Am I communicating to somebody? Na kwa hivyo that was the way vile Yesu aliwaambia watumishi wake, wanafunzi wake, jinsi ya kuachilia zile vitu wamebeba. Baraka za Mungu, they are not automatic. They don't happen automatic. There is a place for you. There is a place for priest or a prophet or a pastor. And there is a place for God. Kuna kazi yako ya kufanya. Kukaribisha nabii ni wewe. Kutengeneza chakula ya nabii ni wewe. Naye nabii kazi yake ni kuachilia. Aachilie uponyaji, aachilie urejesho, aachilie baraka. Na siku ya leo nimetumwa na Mungu nikufungue kabisa. Kama kunacho kitu kinakusumbua, kinakuachilia katika jina la Yesu. Hii maneno ninaongea sio tu maneno matupu, ni maneno yaliyobeba mafuta. Na kama yatapata nafsi, yatapata roho ambayo iko tayari, yale maneno vile ninaendelea kuyaachilia yanakufungua na yanakuweka huru katika jina la Yesu. Wherever you are, anything that you have been desiring to happen in your life, I command it to happen in Jesus' name. I stand on the place of my authority and I release miracles, healing, deliverance. I connect you with your next level in the name of Jesus. I command situation in your life to change. I command conditions in your life to change. In the name of Jesus, the Son of the living God. That tumor is coming out of your body. That pain is leaving you right now. In the mighty name of Jesus. Rejection is losing you by power and by anointing. In the mighty name of Jesus. Then drought must end right now. Drought must end right now. Any drought you are experiencing must end right now. In the name of Jesus, the Son of the living God. Somebody say hallelujah. 1 Corinthians. Now God bless you so much. Those who are tuning in. Charles Thomas from Voi. God bless you so much. My brother Joshua Kelly. God bless you so much. Mungu akubariki. Yeyote ambao umejiunganisha na hii neema, maisha yako haitakuwa ya kawaida tena. Sema haleluya. Tuende moja kwa moja katika kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza. 1 Corinthians chapter 9. Naongea kuhusu ending drought, kumaliza kiangazi katika maisha yako. Kukaukiwa, kuteseka. Mungu hataki
ukaukiwe kama vile watu wa dunia wanakaukiwa. Mungu hataki uteseke kama vile watu wa dunia wanateseka. Kama ingekuwa hivyo, basi hakungekuwa na haja ya kuwa na Mungu. Purpose ya sisi kuwa na Mungu ndio tusikae yale maisha wale watu wengine wanakaa. Ndio Mungu ametupatia uponyaji, ametupatia ukombozi, ametupatia baraka, ametupatia nguvu zake. Purpose ya anointing ni kuchange kile ambacho kimetuaffect katika maisha. Na ndio Biblia inasema Isaiah 10:27, anointing breaks the yoke. Mafuta uvunja nira. Purpose ya nguvu za Mungu ambazo ametupatia ni tuvunje nira. Mambo ambao tunabebana nayo ambao haitupendezi lakini imekataa kutuachilia. Hapo ndipo tunahitaji mafuta. Tunahitaji upako. Tunahitaji kibali. Tunahitaji kujiunganisha na mtu aliye na nguvu. Tunahitaji madhabahu iliyo na moto. Hallelujah. 1 Corinthians 9:11 inasema hivi. 1 Corinthians 9:11, if we have sown spiritual seeds among you, why is it hard for you to sow material things unto us? Huyu ni Paulo, Apostle Paul, anaongea na Wakorintho. Na vile ina sound kulingana na hiyo scripture ni kwamba kulikuwa na mambo Wakorintho walikuwa wanapitia. Na mtumishi wa Mungu akawapandia mbegu ya kuvunja kile kisirani. Na kwa hivyo anawaongelesha baadaye. Anawaambia, I have sown spiritual seeds to you. What is a spiritual seed? Ni vitu vya kiungu ambavyo vinakuanga vimepatiwa watumishi wa Mungu wakapande kwa maisha ya watu. Am I communicating to somebody? Ni baraka, ni uponyaji, ni ushindi, ni kuinuliwa. Kuna kuanga kumewekwa ndani ya watumishi wa Mungu, alafu wanatumwa kwa watu wa Mungu. Kwa hivyo Paulo anawauliza vizuri, if we have sown spiritual seeds unto you, why is it hard for you to sow material things? Lazima ushike revelation hapa ya kwamba spiritual things and material seed, spiritual seed and material seed goes hand in hand. Goes hand in hand. That is why giving is very important. The more you don't give, the more you cannot access spiritual seed. What you need, you, my viewer, is not necessarily material things. What you need is a seed, is a spiritual seed. Because the spiritual seed will explode in your life. Hauhitaji maziwa, unahitaji ng'ombe ya kukamuanga maziwa. Leko zika maande rebo kofianda mazika. Leko shika riba kafianda mazi. Telepi katanda rabaketa rima. Yalabalabalaba. Yelabakusha katanda raba. What you need is a spiritual seed. Kwa hivyo Paulo alikuwa anawaongelesha, anasema ya kwamba we have planted spiritual seed to you, and the spiritual seed have become material things to you. I mean, on your side. Then we are asking for a seed of it. We are asking for a seed of it. Everything in this world is in a cycle motion. Everything in this world is in a cycle motion. Lazima ujiunganisha namna hii, nayo ikuunganisha namna hii. Kwa hivyo Paulo anawaambia tumewapandia. We spoke healing to you. We spoke deliverance to you. Tuliongea vitu vya baraka. Then why is hard for you to plan on us? In other words, alikuwa anawaambia kwamba your giving speaks volume in the matters of the kingdom of God. Na kwa hivyo wakiendelea kama vile sasa shetani anajaribu kuzuia watu wasijekuwa watoaji, anajua kabisa anaendelea kuwagandamiza. If you don't give as you used to give before the church lockdown, my friend, you are not growing
and you are not stagnating, you are decaying. You are decaying. If you are not tithing the way you used to tithe before the church lockdown, you are not growing and you are not stagnating. You are decaying. Giving gives you access to spiritual things. That is why Paul anasema ya kwamba tumewapandia vitu vya kirohoni. Why are you feeling hard? Now anytime you will find yourself feeling hard to even listen to the message of giving. The message of giving. You are feeling hard even to give. You are not stagnating. You are not decay. You are not growing. You are decaying. Am I communicating to somebody? And one way to come out of your drought, the drought that you have been experiencing, it is by planting a material thing to the altar. It is connecting yourself with the anointing of man of God and planting a seed. Am I communicating to somebody? Maandiko inasema, Wagalatia inasema apandacho mtu, apandacho. Inaanza kusema na msidanganyike. Don't be mocked. Mungu adhiakiwi, na apandacho mtu ndicho avunacho. Apandacho mtu ndicho avunacho. That is why huwezi kuomba upate pesa. Maombi haileti pesa. Kile kinaleta pesa ni kupanda begu, ni kupanda dhabihu kwa madhabahu to the kingdom of God. Na wale ambao wanawakilisha that kingdom of God, they are men and women of God. If you have a pastor right now, unaendaka kwa kanisa fulani, you need to be sowing your seed every Sunday the way you used to give offering. Unahitaji kuwa unafanya hiyo jambo. Now the more you are stopping, the more you are not doing that giving, the more the drought is magnifying itself in your life. Kuna watu saa hii, they are not struggling at all. We have men and women in this nation who are making huge profits. They are prospering, wanaendelea vizuri kabisa. Why? Wameelewa the principle of giving and how to come out of a condition and demonic situation. Kwa hivyo Paulo anawauliza, why are you feeling hard towards giving us material things, and we have been sowing spiritual seed unto you? Sikia, twende pamoja kitabu kile cha 1 Samuel. Leo kiangazi yoyote iko katika maisha yako inakuachilia. Somebody shout, the drought is over. Somebody shout, the drought is over. Hallelujah to the Lamb of God. Leo hakuna kiangazi itaonekana katika maisha yako tena. Leo nimekuja kukufungua wewe na nyumba yako, wewe na kazi yako. Hautateseka kama watu wa dunia. Hautaangamia kama watu wa dunia. Mungu wangu na akupatie sababu ya kutabasamu. Kuna watu tu siku ya leo, nikimalizana na wewe siku ya leo, unaenda kutabasamu. Hallelujah. Unaenda ku experience blessing of God like never before. Hallelujah. 1 Samuel chapter 9 verse 5. Chapter 9 verse 5. Na hapa inaongelea kuhusu wakati ni familia moja ya mtu ambaye alikuwa mashuhuri sana. Alikuwa anaitwa Kish. Kish alikuwa ni mtu mashuhuri sana pale Israeli miaka hiyo ya Samueli. Na kwa hivyo Kish alikuwa na mali nyingi. Na mali wakati huo ilikuwa inapimwa na wingi wa ng'ombe, wingi wa farasi, wingi wa kondoo, wingi wa vitu kama hizo. Na kwa hivyo katika hii familia ya Kish walikuwa utajiri wao sana walikuwa ni punda. Na kwa hivyo siku moja zile punda zikapotea. Mahali ambao walikuwa wameweka tumaini pakapotea. Wao walikuwa tumaini yao sana, walikuwa manifest sana kwa punda. Punda wakati wa miaka hiyo ilikuwa very important. Ndio unaona hata Yesu anaingia na ushindi Yerusalemu akiwa amempanda mwanapunda. Na pia kuna mahali Yesu amesema alitutuma akatuambia tufungue punda na mwanae. Kwa hivyo punda hapa inawakilisha utajiri wa mtu. Kwa hiyo familia ile ya Kish ilifika mahali na ikapoteza punda wake. Nisikiza vizuri.
Basi walipopoteza hii message Mungu ameiweka ndani yangu. It has been burning usiku na mchana. Na sijui ni nani anatafutwa na Mungu. Sijui nani anataka kuondolewa kiangazi. Sijui nani ambaye amekuwa anapitia drought, financial drought, marital drought. Sijui nani huyu ametafuta kazi na ana makaratasi na kazi ipatikane. Sijui nani huyu ambaye amekuwa akifinyiliwa na maisha. Amepitia miaka 10 the same situation. Nothing is changing in your life. This is your day. As long as you are receiving this anointing, your life is changing in Jesus' name. Drought is leaving you in Jesus' name. Kwa hiyo familia hii ya Kish walipoteza punda zao. Na watoto wake wakatumwa wakatafuta zile punda. Kwa mawazo yangu naona ya kwamba hakuna mtu alikaa katika ile boma. Wote walitawanyika wakaenda kutafuta punda. Maana punda ndio walikuwa tu tegemeo wakati wa nyumba yao, katika maisha yao. Ninaongea na mtu ambaye kile umekuwa ukitegemea saa hii kiko katika hali ya hatari. Nimetumwa kama mtumishi wa Mungu, as a prophet of God, to connect you with what you lost. Because I have a mandate in this land of the living. And my mandate is to connect men and women of God with what they lost. Because upon Mount Zion, there shall be deliverance, holiness, and restoration. I therefore prophesy restoration upon your life. Kwa hivyo punda wa huyu mzee wakapotea. Na watoto na nyumba mzima na wafanyakazi wote wakatoka wakaenda shughuli za kutafuta punda. Na wakatafuta sana na hawakuzipata. Am I communicating to somebody? Na kwa hivyo wakafika mahali wakajua ya kwamba vile exhaust all means. Oh my God. I don't know who I'm talking to. Jesus. Lakusha katara makusha. Rabi kabrianda mazi talamasha. Katanda lamazi katai fariandi. Kwa hivyo wakafika mahali wakajua ya kwamba we have exhausted all means ambao tungetumia kupata punda. Na wakajua ya kwamba now hizi punda sio tu kupotea. There is spiritual interference with our father's wealth. Na kuna vitu vya kiroho ambao vimeingililia utajiri wa baba yetu. Na lazima tutafute mtu ambaye anaweza kutupatia msaada wa rohoni. Anayeweza kutupandia mbegu ya kiroho. Ndiposa tukapata kuungana na punda zetu. Lazima tutafute msaada wa mtu. Wakasemezana. Lazima tutafute mtu. Wakasema hapa Israeli, Jerusalem, kunaye nabii. Acha nikusomee. 1 Samuel 9 verse 5. Inasema hivi. Finally they entered the region of Zap. And Saul said to his servant, "Let's go home. By now, my father will be more worried about us than about the donkeys." Verse 6. But the servant said, "I have just thought of something. There is a man of God who lives in this city. He is held in high honor by all people because everything he says comes true. Let's go and find him. Perhaps he can tell us which way to go." But we don't have anything to offer him. Saul replied, "Even our food is gone, and we don't have a thing to give him." Verse 8. Well, the servant said, I have one small silver piece. We can at least offer it to the man of God and see what will happen. In those days, if people wanted if people wanted a message from God, they would say, "Let us go and ask the seer." For the prophets used to be called seers. Am I communicating to somebody? Kwa hivyo walipokuwa ni kama wamefika mahali wamechoka. Walikuwa wamechoka na kutafuta. Wakaamua, Sauli akasema, "Siturudi nyumbani sasa maana tumetafuta hatujapata punda." Yule mfanyakazi alikuwa anafanya kazi na mtumishi wa Sauli. Kumbuka hii ilikuwa ni family kubwa. Akamwambia, "No, tusirudi nyumbani kabla hatujaenda kwa nabii. Maana mji huu kunaye nabii ambaye anaweza kutuondolea
hii kiangazi ya kutafuta punda ya baba yetu, kunaye mtu wa Mungu ambaye anaweza kutusaidia. Sauli akauliza swali very important. Tutaenda na nini kwa huyu mtumishi wa Mungu na hatuna chakula na hatuna chochote? Huyu mfanyakazi akasema ya kwamba ana sehemu ya fedha kidogo. They knew before even we go to man of God, we need to organize ourselves. Because men of God, there is a way, kuna vitu vya kutoa ndani yao. Unaweza kukaa na mtu wa Mungu miaka na mikaka na hakuna kitu utawaitoa kwa anga yake, kwa sababu hujajua jinsi ya kupokea. Yesu akawaambia, ile nyumba mtakayoenda, kwanza mkipokelewa, mkionyeshwa hospitality, mkiandaliwa chakula, kuleni kile mtapewa, then ask, muulize kama kuna wagonjwa. Kwa hivyo wale watu walikuwa wanajua that principle, so they went. Yule mfanyakazi akasema, nina fedha kidogo, twende. Na wakaenda kwa mtu anaitwa Samuel. Ukisoma hiyo chapter 9 utaona kabla hata wajafika kwake, kwa sababu ya vile walikuwa wamejiandaa, Mungu alikuwa amenena na Samueli. Vile huwa unajiandaa kujiunganisha na mtu wa Mungu, ndivyo Mungu anakuanga amemuandaa mtumishi wa Mungu. No matter uwe mnajuana ama mjuani. Kwa sababu yule Mungu when you are preparing yourself to meet a priest, to meet a prophet, you are not only preparing yourself to meet that prophet, but the God of that prophet. Kwa hivyo walipokuwa wanajiandaa, naye Mungu alikuwa anaandaa nabii kwa ajili ya maisha yao na kwa ajili ya punda kurudi. Na kweli walipokutana na Samuel aliwaambia vizuri kabisa, punda ambazo mmekuwa mkitafuta zilipatikana wakati mgani? Wakati walisema, we have something small to offer the prophet, we have something we can give to the prophet. That time wakati walikuwa na waza hiyo, wakati hiyo iliingia kwa mawazo yao, kiangazi yao ilikuwa inakwisha. Kwa hivyo kama drought ambao unapitia itakwisha, itategemea upande wako, sio upande wangu. No, ni upande wako, na si upande wa Mungu, ni upande wako. Vile utajiandaa ndivyo Mungu atajiandaa. Vile utajiunganisha ndio Mungu atajiunganisha kwako. Kipimo ambacho unapima ndicho Mungu atakupimia. Na msidanganyike, Wagalatia 6. Msidanganyike. Mungu hadhihakiwi, apandacho mtu ndicho atavuna. Kwa hivyo walipokuwa wanajiandaa, naye Mungu alikuwa anaandaa katika maisha yao. Listen, hiyo message ikiendelea hapo mbele, baada ya habari zile kutajwa ya kwamba punda wamepatikana, pia Samueli akapata another prophecy. Akamwambia Sauli ya kwamba watu wa Israeli wanauliza wewe ukwe their king. Kumbuka Sauli hakuwa ameenda kwa Samueli because of anything about leadership. Yeye alikuwa anatafuta punda zilizokuwa zimepotea. Na kwa hivyo, lakini Mungu akamuongezea unabii. Akasema ya kwamba you will be a king in Israel. Na walipokuwa wanamalizana na mtu wa Mungu, akawatuma, akawaambia kwamba mtakapofika hapo kwa njia, mtakutana na watu waliobeba mikate na wengine wamebeba kiriba cha divai, na watawapatia kubalini kuchukua. Na akaendelea kusema ya kwamba pia huko kwa njia mtakuta manabii wakitabiri, na hapo utajazwa na Roho na utabadilika na utakuwa mtu mwingine. Imetokana na nini? Imetokana na mtu aliye na kiu. Walikuwa na kiu cha kuona nabii, ndio awaondolee janga la punda ambao walikuwa wamepotea. Na Mungu kwa sababu ya ile fedha walisema, we have something we can offer to the priest. Mungu akawafungulia milango zaidi. Hiyo kiangazi unapitia, unaweza ibadilisha, ikuwe tu si muujiza moja, ikuwe multiple miracles in your life. It will depend on you. It will depend on you. Wao walibadilisha, ikakuwa sasa sio punda kupotea,
Hata kuna unabii umetolewa, watakutana na watu walio na mikate kwa barabara, watawapatia mikate, watawapatia sijui mbuzi, watawapatia divai, na hapo pia watakuta wana wa manabii wakitabiri, na wao wataingiwa watabiri. Manabii wakitabiri na wao watatabiri. Sauli atatabiri. Biblia inasema you will be changed, you will be another person. Kwa hivyo vile alitoka kwa nyumba ya Kish akiwa sio vile alirudi. Jangwa ilikwisha. Na kutangazia siku ya leo. Sijui unanitazama ukiwa wapi. Sijui unanisikiza ukiwa wapi. Lakini kiangazi yeyote ambayo iko ndani ya nyumba yako inakwisha siku ya leo katika jina la Yesu. Laana yoyote imekuwa ikikutafuta. Problem zote, maradhi na magonjwa, vitu ambao ulipoteza. Nasema ya kwamba sio tu kurudishiwa peke yake, lakini unaongezewa. You are not receiving one miracle. You are receiving multiple miracles. Unapokea miujiza nyingi siku ya leo. Hauhitaji kwenda kwa Samueli tena, maana Samueli hayuko. Samueli alikaa wakati wa Sauli na wakati wa Kish. Yule yako saa hii anaitwa Apostle Meshach Kiilu wa King's Love Ministry, Kadhekane Mtito wa Day. Hauhitaji kwenda kwa Elijah tena, hata ukianza kumtafuta utamuona. Lakini kunaye yule amesimamishwa wakati huu na wakati wetu. Vile utajiandaa kujiunganisha na yeye, ndivyo Mungu atajiandaa kujiunganisha na wewe. Maana we represent him. We represent him. We are called apostles, apostolos. We have been sent forth by him to present his dealing to you, and also to take your issue to present it to him. We are in the midst. Priest is somebody who is in the midst. Anawakilisha masuala ya Mungu kwa watu, na anachukua masuala ya watu anapeana kwa Mungu. Am I communicating to somebody? And as you are watching right now, nachukua yale mambo ambao unayapitia na ninayaweka mikononi mwa Bwana. Some of you within 2 hours you will testify. Even others right now, the power of God is being transmitted in your life, in your home, in your bank account, in your M-Pesa. Something is happening right now. I can see it happening. I can see miracles happening. I can see bondages breaking. I can see terminal diseases being terminated in your life in Jesus' name. I can see drought leaving you in the name of Jesus. Men of God, they are drought terminators. Men of God, prophets can terminate drought. And therefore, any drought that you have been experiencing right now, it is disappearing out of your life in Jesus' name. Somebody say amen. I can't hear you. Somebody type there amen and amen and amen. Hallelujah to the Lamb of God. Matthew 10:23. Matthew 10:40. Wacha nisome 40 first. Matthew 10:40. Naongea kuhusu kumaliza jangwa, kiangazi. Hauruhusiwi, nisikize, hauruhusiwi kuteseka kama watu wasiomjua Mungu. Na kama ingekuwa hivyo, hakuna haja ya kumjua Mungu basi. Hauruhusiwi kuhangaika kama mtu asiyemjua Mungu. Purpose ya kumjua Mungu ni tutembee na uungu. Na hakuna mtu ametembea na uungu akakuwa wa kawaida. Hallelujah. La kusha mahanda rabash. Reko zaprianda mahandele kush. Drought is leaving you in Jesus' name. Wewe umetafuta kazi. Ati unatafuta kazi. Mji kwenda mji. Na hakuna mtu wa kukuajiri. Iyo kiangazi. Na itangazia, if I be a man of God, inakauka kuanzia leo in Jesus' name. Wewe umengangana na kabiashara kamoja, akawezi kakatolesha matunda. All the time unapitia kiangazi, one level. I'm telling you, hiyo kiangazi, it is evaporating out of your life in Jesus' name. Kama unapokea, type hapo amen, 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 ni kuone in Jesus' name. Matthew 10. Matthew 10. Matthew 10. Matthew chapter 10. Verse 40 to 42. Ni Yesu anaongea na watumishi wake hapo, wanafunzi wake. 40 inasema hivi, Matthew 10 verse 40 to 42.
Anyone who receives you receives me. Anyone who receives me receives the Father who sent me. Sikia. Anyone, Yesu akawaambia, yule atakaye wapokea nyinyi ninao watuma. Sababu sio watu wote wametumwa. Kuna wale tumetumwa kwao, sio watu wote wametumwa. Na ndio unaona sio kila mtu ana message yako. Kuna mhubiri ana message yako. Kuna mtu sasa ananisikiza anajua this message 100% belongs to me. Why? I've been sent to you. Na kwa hivyo Yesu akamwambia, yule atakaye wapokea amenipokea. Na akimaliza kunipokea amepokea Baba yangu. So, angalia hiyo picha. Niangalie nyuma yangu ona Jesus, na nyuma ya Jesus ona God the Father. Na hivyo ndivyo muujiza unafanya kazi. Akawaambia Matthew 10:40, anyone who receives you receives me. Anyone who receives me receives the Father who sent me. So there is a way to receive vitu vya Mungu. Number one, you must receive the messenger. There is no way you can receive the message without receiving the messenger. So you must receive the messenger. You must receive the priest. You must receive the prophet. Na ndio maana ni kitu inastahili kukutisha sana kuona churches zikiwa zimefungwa. Because kuna watu ambao they are not receiving the message. And as long as they are not receiving the message, they have not received the messenger. And they will not receive the one who gave the message. It's my prayer that from this moment, this grace will destroy every work of the devil in your life in Jesus' name. 41. If you receive a prophet as one who speaks for God, you will be given the same reward as that prophet. If you receiving the prophet of God enables you to receive the reward of a prophet. Because we, the prophet, we speak on the behalf of God. Hakuna siku moja utakuta Mungu anaongea kwa njia. No, sisi ndio tunaongea kwa niaba yake. Akitaka kuongea anaambia watumishi wake wanaongea vile anataka. Lakini kwa njia hautawahi muona. Na kama unamtafuta, utamtafuta sana mpaka uzeeke bila kumuona. Maana Mungu akitaka kuongea anaweka ujumbe wake kwa manabii, watumishi wake. We speak on behalf of God. Na ndio Yesu anasema vizuri kabisa, sikia 41. If you receive a prophet as one who speaks for God, we speak for God. Anytime you see us on internet, we are not speaking about our issues. We are speaking for God. We are releasing a message of God to somebody. It is my prayer that you will receive this message of God. Na inasema vizuri, kama yule nabii atapokelewa, basi kuna baraka zinakuwa zimewekwa kwa huyo mtu. Sitatoka kwa huyo mtu, siende kwa wale wamempokea. Am I communicating to somebody? Tuendelea hapa mbele tusikie. Inasema tena, and if you receive a righteous people, because they are righteous, you will be given a reward of like theirs. 42. And if you give a cup of cold water to one who is at least of my followers, you will surely be rewarded. Na kama huyo mtu wa Mungu mtampatia hata kikombe cha maji, anasema vizuri, you will be surely be rewarded. Oh, to me, I thought a cup of water is ni kitu ambacho hata sometimes ukipatiwa maji kwa mtu, sometimes hata kama nikumwambia asante unasikia tu ni kama kitu ya kawaida. But when it is given to a prophet, sio kama vile inapatiwa mtu mwingine. Wakati inapatiwa a prophet, ina attract prophetic reward. Even a cup of water given to a prophet is not like taking a cup of water and giving your husband, and giving your wife, and giving your jirani. It's not like, oh my God, am I communicating to somebody? A cup of water giving to a prophet because he's a prophet. A cup of water, just a cup of water. It will attract prophetic reward. And let me tell you, what I'm calling
prophetic reward is what changes your life. Is what heals your body. Is what delivers you. Is what gives you peace. Prophetic rewards, they are a huge blessing of God. As I'm talking to you, somebody, I am connecting you with prophetic reward. Prophetic rewards. Prophetic rewards. Prophetic rewards. Your life is changing right now. In the name of Jesus. Somebody shout, hallelujah. Are you following me, somebody? Hebu tuone some of mambo ambayo yametendeka kwa huyu mtu anaitwa Zakayo. Zakayo alikuwa ni mtu tajiri sana, lakini alikuwa pia na disadvantage ya mwili, alikuwa a very short man. So akasikia siku moja ya kwamba Yesu anapita karibu na yeye. Na kwa hivyo Zakayo akaamua kwenda kumuona Yesu. Biblia inasema vizuri kabisa, alipofika hapo kwa Yesu, alipofika kwa Yesu, alipofika kwa mkutano, watu walikuwa ni wengi na hawakumbisha kumuona Yesu. Kwa hivyo Zakayo akapanda juu ya mti. Kuna njia unaweza kufanya Mungu afike kwako. I'm telling you. Kuna njia, usikae hapo ati unangojea Mungu akuje. Kama hakuji, tafuta njia. Tafuta njia ya kujipendekeza kwake. Na njia moja ya kupendekeza kwake ni kujiunganisha na manabii, ni kujiunganisha na madhabahu, ni kutoa dhabihu zako, ni kumtumikia Mungu. Njia moja ni kwenda. Sasa hivi kuna lockdown ya church, but majority of you ambao mnanitazama, hata you have not even gone to that church kuangalia tu vile iko, ni kwenda kuisafisha, kwenda kuiosha. Ukiona Mungu akuji kwako, tafuta mahali alipo, uende hapo. Am I communicating to somebody? Mwanamke huyu anatokwa na damu miaka 12. Blood inatoka. Maana inasema ameenda kwa waganga, ameenda kwa madaktari, pesa imekwisha. Anasikia Yesu Nazareti anapita. Basi akaenda kwa ule mkutano wa Yesu. Akakuta watu wamejaa namna hii. Alipokuta watu wamejaa namna hii, akajua ya kwamba hapa mimi sitafikiwa. Biblia inasema alijitafutia njia ya kulinguza pindo la Yesu. Na hakuambiwa na mtu anguze pindo la Yesu. No, kuna vitu unaweza kuamua kufanya wewe mwenyewe. Usikie ndani ya moyo wako, I want to change my story. Na uamue ndani ya moyo wako, I must release what I have to the kingdom. I must release what I have to advance the gospel. I must release. Lazima nijitafutie njia ya kupatana na Mungu. Kwa hivyo Zakayo akafika mahali, akakuta watu wamejaa, na yeye ni mfupi kabisa. Kwa hivyo hakuna njia ataona Yesu, na ndani ya moyo wake alikuwa ameamua, I must see this man. I must see this man. Extraordinary actions in the kingdom attract extraordinary miracles. Extraordinary action to the kingdom of God attracts extraordinary miracles. Supernatural, extraordinary supernatural happenings. Sisi wote hatutembelewi na anga moja ya Mungu. No, tunatembelewa kulingana vile tumelipa gharama. Vile tumelipa gharama kubwa kwa Mungu, ndivyo tunabeba mafuta, ndivyo tunabeba upako, ndivyo tunabeba neema, ndivyo tunabeba kibali. Pokea neema katika jina la Yesu. Hallelujah. Kwa hivyo Zakayo akapanda juu ya mti. Ningependa kuianzia hapo. Kitabu kile cha Luka 19 verse 1. Inasema hivi. Jesus entered Jericho and made his way through the town. Hallelujah. There was a man there named Zacchaeus. He was a chief tax collector in the region, and he had become very rich. He tried to get to a look at Jesus, but he was too short to see over the crowd. I pray somebody right now, may you convert your disadvantage to an advantage in Jesus' name. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree beside the road, for Jesus was going to pass that way. When Jesus came by, he looked up and Zacchaeus and called by his name. Yesu alipofika pale, Biblia inasema hakuangalia wale watu, no, aliangalia yule mtu kwa mti, na through word of knowledge akamuita kwa jina yake bila yeye kumwambia Yesu anaitwa nani. Naomba leo hii mafuta ikuhudumie bila wewe kuniambia shida ile unapitia. I'm telling you. Kuna mtu akona ugonjwa wa tumbo. All the time unahisi problem ya tumbo. I'm telling you, that demon is losing you. That demon is losing you. That you have a lot of discomfort katika tumbo yako. That demon is leaving you right now. Check on it right now. It has gone.
It has gone in Jesus name. It has gone in Jesus name. It has gone in Jesus name. Kuna mtu unanitazama sasa hivi umejificha, maana watu wamekudai. Watu wamekudai. Hata unashindwa kuchukua simu zao. My friend, ile simu nyingine wanapiga, chukua, kwa sababu deni yako imeondolewa. Deni yako imeondolewa. Watakapo kupigia, watakwambia we have no problem, we are okay, tumekusamehe. Maana nimeona malaika akienda kuwaongelesha right now in the name of Jesus. Yesu alipofika chini ya mti akaangalia juu bila kuambiwa na mtu jina ya Zakayo, by spiritual intelligence akamuita Zakayo. Am I communicating to somebody? Wengine, it is only your first time to watch me, but believe me, before 12 hours are over, you will testify in Jesus name. Kuna shida hata hujaniambia, lakini Mungu atakuwa ameiondoa. Kuna mtu ninamuona, uko na mtoto wako mmoja ni mlemavu. Na ulemavu wake mmoja ni kuongea, ana matatizo ya kuongea. Na mwingine, of course, kuna watu kama waine wako na that same problem, lakini yale matatizo yako kwa watoto wao ni different. Lakini kuna mmoja shida yake ni kuongea. Utakapomuongelesha tu after this broadcast ataongea fluently in Jesus name. Hata hao wengine ambao wako na shida ya miguu na kushika, wana problem. Oh my God, deformities is living in Jesus name. Deformities, it is living your kid, your children in Jesus name. You must testify in Jesus name. Yesu akaangalia juu ya mti akamuona Zacchaeus. Hakuangalia wale wengine, alimwangalia tu Zacchaeus. Why? Because the man paid extra cost ya kupanda juu ya mti. Akamwambiaje? Oh my God, are you here somebody? Then verse 6. Quickly come down. Wacha tuanzie 5. When Jesus came by, he looked up at Zacchaeus and called him by name. Zacchaeus, he said, quick, come down. I must be a guest in your house. Sikia. Yesu alipomwangalia Zakayo, kumbuka hapo mbele ilikuwa imesha sema vizuri nilipokusomea kwamba Zakayo alikuwa na tamani. Alikuwa moyo wake alikuwa na tamani sana at least to meet Jesus. Kuna watu hawezi kutembelewa because they don't even desire anything. Desire is our force. The way faith is our force. Desire is our force. Whatever you are desiring, receive it in Jesus name. Kwa hivyo Yesu akamwambia, leo Zakayo shuka haraka. Leo nitakula kwako. In other words, ameanza kumupatia njia ya vile anaweza toa zile vitu viko ndani ya Yesu sivike kwake. Akamwambia, Zakayo, leo nitakula. Leo lazima kuna kitu nitakula kwako. Leo nitakula kwako. Today I'll be your guest. Nitalala kwako on your expense. Nitakula kwako on your expense. Because you are desiring to see me. And what I have cannot just come automatic. And this is Jesus speaking to Zacchaeus. Alikuwa amepanda a sycamore tree. Karabakusha yande. Some of you, even hata kabla sijaendelea sana, some of you, kuna vitu lazima vitoke kwako ndio Mungu akuje kwako. Ni lazima kuna vitu uachilie. Na kama hautaachilia, well and good, but you will remain in the same condition. You will remain in the same condition. Kama Zakayo angeamua ama short man, sitapanda kwa mti, Yesu angekuja kwake. Yesu anampatia condition number 2. Condition number 1 ilikuwa Zakayo lazima apande juu ya mti. Condition number 2 ilikuwa Yesu akamwambia, shuka upesi, leo nitakula kwako. I will be your guest. In other words, my expense today will be transferred to you. My expense today, it will be paid by Zacchaeus. Kuna vitu kama unataka Mungu akutembelee na njangwa na kiangazi. Unajua unaweza kuwa na pesa nyingi lakini wewe uko na kiangazi unapitia. Kiangazi sio tu ya pesa peke yake. Maana Zakayo alikuwa na pesa lakini kuna vitu hakuwa nazo. Unaweza kuwa na magari, unaweza kuwa na manyumba, unaweza kuwa hata na vio, unaweza kuwa hata wewe ni rais. Unaweza kuwa ni rais. Lakini kuna vitu vinakugandamiza. Kuna vitu vimekushika mateka. Kuna vitu vimekugandamiza. Zacchaeus was a rich man. Lakini wakati Yesu alimuita, hakuongea kuhusu utajiri wake. Aliongea kile ambacho Zacchaeus alikuwa anahitaji. Yesu akamwambia Zakayo, shuka upesi.
I am your guest today. Anasema, sikia, Zacchaeus, Jesus said, quick, come down. I must. Sikia, ametumia a commanding word. I must. It's not about, we are not negotiating Zacchaeus. No, we are not negotiating Zacchaeus. No, it's not something like, you want to give, I will give tomorrow. I don't have this, I have that. I'm not employed. No. Jesus said to Zacchaeus, it is a must today I will be your guest on your expense. Na yes, na hapo wakaandamana. Am I communicating to somebody? Kuna vitu is a must for you to release them to kingdom. Ndio Mungu akupatie ukamakavu wa kumaliza kile unataka. Ukakamavu wa kuendelea. Ndio Mungu akupatie kuolewa. Ndio Mungu akupatie kuoa. Ndio hiyo laana ivunjike. Hiyo jambo imeshika wazazi wako, imekufuatilia, hiyo maroho yamekatalia kwako, because hakuna kitu ambao umesema I want to release it to the kingdom. I want to release it to the kingdom. It may be a car, it may be a land, it may be a plot, it may be a million, it may be a 2 million, it may be 1,000, it may be a 500, it may be 20 shillings, according to your level. But the level of Zacchaeus was to host King of Kings in his house, together with the followers. Kwa hivyo msafara ukaanzana kwenda kwa Zakayo. Wanakula pale, wanakunywa pale, na Yesu alikuwa anatembea na crowd. Are you following me, somebody? I'm talking about emptying your drought. Kuna vitu vingine havihitaji maombi, vinahitaji action. It's not about prayer. Sababu kama ni prayer, you have been praying. You are a prayer machine. You fast and pray. It demands an action. Yesu akamwambia Zacchaeus, today you must host me in your home. Am I communicating to somebody? Zacchaeus quickly climbed, Zacchaeus verse 6 of Luke 19. Zacchaeus climbed down. Zacchaeus quickly climbed down and took Jesus to his house in a great excitement and joy. Ninatafuta hao watu. They can do something to the ministry. Na wanafuraha. Wakati Yesu alimwambia ni lazima nikule kwako na ni hostiwe na wewe. Biblia inasema that man was excited. He knew the opportunity I was waiting is now. The opportunity I was waiting is now. He knew definitely this is my day. Kuna watu ninaongea na wao mpaka unajua kabisa this is your day. This is your hour. May God touch you in Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Uwete unakuachilia. Kuna kitu utafanya na uwete utakuachilia. Upofu utakuachilia. Uziwi utakuachilia. Laana zitakuachilia. Madeni itakuachilia. In the name of Jesus. Someone shout hallelujah. Zacchaeus quickly climbed down and took Jesus to his house in a great excitement and joy. But the people were displeased. He has gone to be the guest of a notorious sinner. They grumbled. Verse 8. Meanwhile, Zacchaeus stood before the Lord and said, I will give half of my wealth to the poor. Lord, if I have cheated people in their taxes, I will give them back 4 times as much. Verse 9. Jesus responded, the kingdom of God has come in your home. Zakayo alipofika kwa Yesu, wakaandaa chakula, akakula. Kumbuka wale watu wengine walikuwa wanapinga Yesu asiende kwake. Let me tell you, some decisions that you must make towards the kingdom of God, you don't need to involve anybody, because they will discourage you. Watu hawakutaka Yesu aingie kwa Zakayo. Hata hawakutaka Yesu akule chakula ya Zakayo. Maana walimwambia Zakayo ni mwenye dhambi. Lakini Yesu hakuwa na haja na dhambi za Zakayo. Yesu kile alijua ni kwamba kuna njangwa alikuwa anaiondolea Zakayo. Na hivyo Zakayo akamwandalia Yesu chakula akala. Maana hivyo nasema vizuri kabisa. Hata akasema kama kuna mtu nimemuibia, niko tayari nusu ya ufalme wangu ni utoe kwa ufalme wa Mungu. Ni utoe nibariki watu. Ni utoe na ndio niondolewe anga ile nilikuwa nimepitia. Yesu akamwambia the kingdom of God has come in your house.
ufalme wa Mungu ukija mahali unakujanga na vitu vyote. Ufalme wa President Pombe Magufuli wa Tanzania. Oh my God. Mungu abariki Pombe Magufuli. Mungu alinde Pombe Magufuli. Mungu ampatie uwezo na neema. Ampatie hekima na maarifa. Mafuta mambichi kichwa cha Pombe Magufuli, president wa Tanzania, na kisikose mafuta. Kisikose upako. Kisikose neema. Na nchi ya Tanzania malango yako yabarikiwe. Na Mungu awakumbuke. Sijui kwa nini naachilia hizi vitu kwenu, lakini Mungu aikumbuke Tanzania. Na Mungu ainue Tanzania. Na wahubiri wa Tanzania wabarikiwe. Waimbaji wa Tanzania wavuke mipaka sasa kuanzia leo. Uimbaji upanuke zaidi ya vile watu wamewaiona. Na Mungu akawatetee. Na Mungu akawalinde. Na Mungu akawaimarishe. Mungu mliyemwaminia akaonekane kwenu. Somebody say amen. Kwa hivyo Yesu nilikuwa nasema ufalme wa Pombe Magufuli ukija katika nyumba yako, anakujanga na jeshi lake, anakujanga na wataalamu wake, kwa hivyo ufalme pia wa Mungu ukija kwa nyumba ya mtu, unakujanga na chochote unahitaji. Kwa hivyo Yesu akamwambia Zakayo, ufalme wa Mungu umeingia kwa nyumba yako. Lakini kulikuwa na mambo Zakayo alifanya. Alimpatia Yesu chakula, akalisha wafuasi wa Yesu, akatoa nusu ya ufalme wake. Natangazia mtu unayetazama sijui uko continent gani ya dunia hii, ufalme wa Mungu unakuja kwa nyumba yako in Jesus name. Somebody say amen. Niruhusu nimalizie katika kitabu kile cha Judges 17 verse 10. Makaraba shekilaba yala mazika ribakusha yandi rantele balabakusha mahande riba. Kuna kiangazi lazima itakwisha. Wale wamezoea kukucheka. Wale wamekuzoea kuona ukitembea na miguu. Wale wamekuzoea kuona ukikopa. Wale wamezoea kuona unatembea from one company to another na mandegree yako na mandiploma yako na certificate yako ukitafuta kazi na hakuna mtu anakuajiri. Wacha nikuambie, jangwa hiyo drought inakwisha. Hiyo drought ya kutopata kazi inakuachilia. Mungu wangu anakupatia kazi. Mungu wangu anakupatia baraka. Leo nimetumwa na Mungu. Nimesema nimetumwa na Mungu kwa mtu specifically. Naweza kuwa sio watu wote, lakini mtu mmoja ambao nimetumwa nimuondolee kiangazi. Leo ninakuondolea kiangazi. Nisikize mwana wa Mungu. Tua Mungu nisikize mahali unakaa. Kiangazi inakuachilia. Kiangazi inatoka. Inakuachilia kabisa. In Jesus name. Somebody say hallelujah to the Lamb of God. Judges 17. Ninapomalizia. Judges 17 verse 10 to 13. Stay here with me, Micah said, and you can be a father and a priest to me. I will give you 10 pieces of silver a year, plus a change of clothes and your food. The Levite agreed to this. And the young man became like one of Micah's sons. Verse 12, very powerful. So Micah installed the Levite as his personal priest, and he lived in Micah's house. Verse 13, I know the Lord will bless me now, Micah said, because I have a Levite serving as my priest. Huyu alikuwa ni mtu alikuwa anaitwa Micah. He was a prominent man, a very huge, big man in those times, in that society. Biblia inasema kabisa siku moja akakutana na kijana Mlawi akitembea. Akamuuliza, kijana unaenda wapi? Asa mimi natafuta tu mahali nitapokelewa. Mafuta inaendanga mahali imepokelewa. Mafuta inaendanga mahali imepokelewa. Inaweza pokelewa nchi ya mbali na ifanye kazi huko. Na ikosa kufanya hapo karibu iko. Huyu kijana alikuwa ni Mlawi. Na Walawi ndio walikuwa wanatoa priest, makuhani. Kwa hivyo alikuwa anatembea. Na alipokuwa anatembea from house to house, of course alikuwa ametoka mahali pengine ambao hakupokelewa. Kwa hivyo alipokuwa akitembea akakutana na mtu anaitwa Mika. Mika akamuuliza, Mlawi unaenda wapi? Akasema mimi natafuta mahali tu naweza pokelewa. Yule na Mika akamwambia, please kuja kwangu uwe baba na uwe kuhani. Na nitakupatia fungu langu la 10, na nitakupatia mavazi, na nitakupatia chakula
chochote unahitaji, I will give to you. Hapo inapomalizia verse 12, verse 13, Mika akasema vizuri ya kwamba sasa ninajua Mungu atanibariki, maana ninaye mtu anaweza kuninenea baraka. Unahitaji mtu wa kukunenea baraka. Ezra 6:14 inasema, na wazee wa Kiyahudi waliendelea kufanikiwa, na ni kwa sababu ya unabii uliokuwa unatolewa mara kwa mara na prophet Zachariah son of Iddo and a prophet Haggai. You need a man to speak to your life. Akasema sasa nitapatia huyu mtu hizi vitu, nami najua nitakalisha baraka. Unajua kuna neema ya kukalisha baraka, na watu wengi hawana neema ya kukalisha baraka. Neema ya kukalisha baraka inapatikana Ezekiel 44:30. Inasema hivi, chochote chako cha kwanza utakachopata unastahili kupatia kuhani, na ukimaliza kupatia kuhani utakalisha baraka katika nyumba yako. Ezekiel 44:30. Na malimbuko ya kwanza ni ya makuhani. Are you understanding what I'm talking about? Na ndio maana mafuta inaendanga mahali inapokelewa. Matthew 10:23, very powerful scripture. Yesu akawaambia, when you are rejected in one town, look for another town. I tell you the truth, you will not finish going through the cities of Israel before the Son of Man comes. Yesu akawaambia wanafunzi wake ambao walikuwa the first apostles, akawaambia, anywhere you are not accepted, don't waste time there. Please go to another city. Now before even you go to another city, the Son of Man will manifest in your life. I'm telling you, anointing inaendanga mahali imepokelewa. Kama haijapokelewa, Yesu amepeana ruhusa ya huyo mtu aende to another city, na hapo akipokelewa hiyo mafuta ifanye kazi hapo. Kuna wahubiri wa Kenya, mafuta isaidii wa Kenya, inasaidia wa Tanzania. Kuna wahubiri wa nchi zingine, mafuta isaidii huko, inasaidia kule wamepokelewa. Maana mafuta inaendanga mahali inapokelewa. Ukipokea mafuta, umepokea kuhani, na umepokea ujumbe wa kuhani, na umepokea Yesu, na umepokea Mungu. Oh my God, I want to pray for somebody. Drought lazima ikwishe. Na ndio unaona shetani yako na mchezo anacheza. Anamaliza dhabihu kwa madhabahu. Maana anajua dhabihu ikikwisha kwa madhabahu, drought imeingia. Drought inaingianga automatically dhabihu ikikosekana kwa madhabahu. Sadaka za mtu zikikosekana kwa madhabahu, kiangazi inaingia automatic. Na ndio kitabu kile cha Daniel 12:11. Danieli alionyeshwa roho ya Antichrist. Wakati ambao alionyeshwa roho ya Antichrist at the end of times. Na hiyo roho ya Antichrist alionyeshwa kwamba ilikuwa inakuja kumaliza dhabihu kwa madhabahu. Sababu anajua, shetani anajua kama watu wa Mungu wataanza kuingiwa na uhaba wa pesa, uhaba wa biashara, ndoa zao zinaendelea kuwa na shida, zitaendelea kama hiyo mambo yatafanyika, lazima disconnect watu na madhabahu. Ndio maana unasikia serikali inaongea vitu nyingi sana. Nataka uwe unategea serikali, unasikiza news. Unasikia wasichana siku hizi 4,000 they are expected in Machakos, na au ni wale ambao peke yake tumewaona wameenda hospitali. Mambo yanatendeka mabaya. Kwa sababu gani? Shetani amefanikiwa kukamata watu fulani akawa disconnect na the altar. Unasikia divorce imeongezeka. Kwa sababu gani? Kwa sababu watu wametenganishwa na madhabahu. Maana dhabihu ya mtu kwa madhabahu inakufungulia access ya Mungu. Kuna maneno siruhusiwi kunena bila dhabihu yako. Yesu mwenyewe hakuruhusiwa kuambia Zakayo ati ufalme wa Mungu umefika kabla Zakayo hajampeleka kwa nyumba yake na akampatia machakula na akahost ile jeshi yote Yesu alitembea nayo na akapeana nusu ya utajiri wake. Kuna mambo iwezi kutendeka, ni lazima uachilie an offering to the altar. And I'm telling you, ukianza na hiyo ikuwe ni tabia yako. Kwanza wakati kama huu, please take advantage. Meet the needs of your pastor. Meet the needs of your pastor. Meet the needs of your pastor. Una namba yake ya simu. Call him. Shop for him.
Connect yourself. Usiseme kanisa imefungwa ati you know what, there is no tutaenda no. Namba ya pastor ndio kikapu cha sadaka. Mdomo ya pastor ndio mdomo ya Mungu. Tumbo ya pastor ndio tumbo ya Mungu. Tumbo ya pastor ikiingia, tumbo ya kuhani ikiingia chakula, tumbo ya Mungu imeingia. Anaweza akatabiri. Am I communicating to somebody? Ninapomalizia nataka kuomba na pamoja na wewe. Ninajua Mungu amekuhudumia kabisa. Anajua ukweli uko ndani yako. Anajua Mungu ataendelea kukunenea. Na najua message hii itakufungua. Na sio wewe peke yako, itafungua wengi. Sijui unatazama hii message lini. Lakini as long as imefika kwako, it is fresh kama vile imeachiliwa. Mungu wangu akakubariki. Kuna namba ya simu iko hapo ya M-Pesa. Chukua hiyo namba, jiunganishe na hii madhabahu. Sema, mtu wa Mungu, mimi kikombe yangu ya maji baridi ndio hiyo. Fungu langu ya 10 ndio hiyo. Mtumishi wa Mungu, nimejua wewe ndio mdomo ya Mungu. Kama uongei, Mungu aongei. Na ndio unaonaga nabii akinyamaza, Mungu amenyamaza. Nabii akiongea, Mungu ameongea. Yeah, na it's very dangerous when a prophet is not speaking. Very dangerous. Because a closed mouth is a closed destiny. Wakati amefunga kinywa haongei, kwanza akuongeleshi wewe, unastahili kubabaika sana. Wakati a man of God is not speaking to your life, unastahili kustuka sana katika maisha. Because as long as a man of God is not speaking in your life, a evil priest is programming your life. Kuna mtu ninamuona kwa anga, uliota usiku ukikula panya, ulikuwa unakula panya, ulikuwa unakula vitu kama hizo. Mungu ananiambia kwamba anakukomboa saa hii. Kuna kitu inatumwa kwa anga yako, but God is delivering you right now in Jesus name. 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 Healing is coming in your body. Healing is coming in your marriage. Healing is flowing. My God, I sense power of God. Hiyo namba ya simu iko hapo. Weka fungu lako la 10. Weka sadaka yako. Na kama ni kitu ambacho hakiwezi kuingia hapo, basi nipigie baadaye. Tutaongea na Mungu ataonekana. Allow me, I pray for you. Naitwa Meshek Kilo Apostle, King's Love Ministry, Motito Andei. Mahali panaitwa Katekani. Rakusha mayanda laba. Barrenness is leaving you. Utasa ukuachilie. Ninaongea na utasa. Loose in the name of Jesus. My God. Achilia mtazamaji wangu katika jina la Yesu. Wewe ambaye ulikuwa umefika mwisho, tukimalizana hapo saa hii, utapinduka pande hii ukute milango imefunguka, na utapinduka pande hii ukute milango imefunguka. Mungu wangu atathibitisha kile ninasema. Aliyeniita na amenilinda mpaka wakati huo, atakusaidia. Atakufungulia milango. Atakutengenezea njia. Naona njia zinatengenezwa. Kwanza from now mpaka hii mwezi ikwishe tu, you will see miracles you have never encountered. Men are commanded to be a blessing to you. Women are commanded to be a blessing to you. Great men are commanded to help you. Destiny helpers are coming to assist you. In the name of Jesus. Mungu wangu akuwe Mungu wako. Ukabarikiwe wewe na nyumba yako. Nimekunena baraka. In the name of Jesus. Ninapotoka katika hii mitandao, Mungu wangu akuwe Mungu wako. Neema hii Mungu amenipatia ni hudumu wakati wa kipindi cha miaka yangu. Ikuwe neema yako. Aliyeniita aite mtoto mmoja wako, amtumie. Mungu anayenitumia saa hii, atafute mtoto mmoja wako amtumie. Na kama si mtoto wako, akutumie wewe. Na dhabihu hiyo umetoa, na sadaka hizo umetoa, kwa hiyo namba iko hapo. Hiyo sadaka ikupatia access ya kuaccess hii neema katika jina la Yesu. Mungu ambaye ameniwezesha kupanuka kwa muda mchache, akusaidie. Do you know nahubiri even in mimi kanisa yangu iko village. Niko huko village. Lakini neema hii imefungua watu mijini. Imefungua watu ng'ambo. Mungu wangu akusaidie. Nimekubariki. Mwanangu, nimekubariki. Barikiwa, njia zako zibarikiwe. Mahali utapisha mlango, wakubali kufungua. Mahali utaomba maji, wakupatie. Hapo unaenda kuomba kazi, wakupatie katika jina la Yesu.
Mahali tu biashara yako itasimama, mbingu ikuje kupiga kambi hapo. Mbingu za Bwana sikuje kupiga kambi hapo. Hautaondolewa hii dunia na magonjwa, na hautalala kitanda cha hospitali, na hautachekelewa. Maadui zako hawatakuchekelea tena. Mungu akupatie baraka ya kukuheshimisha. Baraka ya kukuheshimisha. Hautazika mtu wako. No, hautazika mtu wako. Malango yako haitaingia mshala wa magonjwa. Malango yako haitaingia laana. Malango yako au la pa kuza keta rabakita. Faramaza katalima shikara. Yela maza katanda ramasha ketarima. Hautalala kwa kitanda cha hospitali. Mungu wangu amekuponya. Mungu wangu amekupenda. God bless you so much. I'm Apostle Meshach Kilu, King's Love Ministry. Nikikuaga kwa kusema jangwa lolote ambalo ilikuwa ndani yako, famine, disaster, calamity, drought, devastating drought, ambao ulikuwa una experience in any area of your life, it is over now in Jesus name. God bless you so much. God bless you so much. Barikiwa sana. Precious Willie. Barikiwa sana. Oh my God. You are watching King's Love TV. Upon Mount Zion there shall be deliverance. Keep watching. Witchcraft is the greatest weapon the devil is using to fight humanity. He does this through stealing, killing, and destroying destinies caged by demonic forces. Apostle Meshach Kilu has exposed various types of witchcraft in this book, Breaking Powers of Witchcraft, and outlined ways on how to overcome them by the power of the Holy Spirit. Apostle Meshach Kilu is the overseer and founder of King's Love Ministry, a vibrant ministry in Kenya operating miracles, signs, and wonders. He is resourceful in revival meetings, spiritual conferences, and international gatherings with an outstanding grace of healing and deliverance. Get this book, Breaking Powers of Witchcraft, and experience the mighty power of God delivering you, healing you, and restoring your life from the snares of the devil in Jesus' name. Order it through 0723 365 099 at 700 shillings only.